Huyu bibi aliamua kumtafutia mjukuu wake mke, akaitisha audition. Wakaja mabinti 4: Luna, Lea, Nadine pamoja na Isabela. Zoezi la kwanza, aliweka boksi lililochongwa kwa umbo la mwanamke, alafu unapita anaandika Max. Wa kwanza kupita akawa ni Lea, mtoto ziwa kama mashalavu, anashindwa hata kupita kwenye hilo tundu. Unaambiwa ili ziwa lake kweli. Bibi akamwangalia akaweka X, hakupendezwa naye kabisa, akamruhusu arudi kwenye mstari. Binti akabenua mdomo kwa hasira, maana yeye alikuwa na uhakika wa kupita. Wa pili akawa ni Isabela. Mtoto pisi, alafu ni natural kabisa. Sijui niseme ni kama nani au mimi. Basi bwana, hata bibi alivyomuona akampenda, akapiga tiki chap na kumruhusu arudi kwenye mstari. Wa tatu akawa ni Nadine. Sasa huyu kalio limechongoka, unaambiwa anashindwa hata kupita kwenye hilo tundu, ikabidi abendi kidogo. Sasa sijui kaweka mpira wa kinienga huko nyuma. Bibi hakutaka hata kumwangalia mara mbili, akaweka X kubwa, akamruhusu arudi kwenye mstari. Wa mwisho akawa ni Luna. Luna alikuwa ni muoga, anatetemeka unaambiwa, maana aliona wenzake wamependeza pia, wamejiandaa kushinda, na ukicheke shepu wenyewe ni kama yangu tu. Ndio basi tena, kwa jinsi alivyo kimbaumbau, yeye alipita hata bila kugusa hilo boksi. Ila ukiachana na shepu, Luna ni pisi bwana. Bibi mwenyewe alivutiwa naye, akapiga tiki chapu na kumruhusu arudi kwenye mstari. Basi bibi akawasogelea akawaambia, Lea na Nadine, nyinyi mmeshindwa hili shindano kwa sababu mmetumia vitu vya bandia, ondokeni. Basi wakaondoka kwa hasira. Wakawa wamebaki wawili tu, Luna pamoja na Isabela. Basi bibi akaamua amwite mjukuu wake. Maruko! Maruko, njoo! Maruko akawa anakuja. Isabela akatoa macho kwa mshangao, maana Maruko mwenyewe anakuja na kibaskeli. Isabela akawaza, kumbe huyu ni mlemavu kweli? Sio type yangu kabisa, ila kwa sababu nataka hela zao, nataka kuishi kitajiri, nitaolewa naye hivyo hivyo. Bibi akawaambia, mjukuu wangu alipata ajali, kwa hiyo amepooza miguu yake kama mnavyoona. Akamwambia mjukuu wake, urudi chumbani kwako kwa ajili ya hatua inayofuata. Maruko akasema sawa bibi. Bibi akawauliza, ni nani kati yenu ambaye anaanza kuenda chumbani kwa mjukuu wangu akashiriki naye tendo la ndoa? Isabela akanyosha mkono akasema, mimi hapa, tena nitamfanya enjoy kweli kweli. Bibi akasema sawa, nenda. Isabela akaondoka huku akimlingishia Luna. Luna mawazo yakazidi kumzonga. Basi bwana, Isabela akafika chumbani na kumkuta jamaa amekaa kwenye kochi. Akasogea kwa madaa na kuanza kumshikashika Maruko. Akamwambia, nipo hapa kukufanya ufurahi. Akaanza kumfungua vifungo vya shati. Jamaa akamdaka mkono. Isabela akashangaa, huyu jamaa vipi? Maruko akamwambia, samahani bibi, unajua mimi ni bikra, sijawahi fanya hizi mambo, kwa hiyo naogopa. Isabela akasema, usijali, upo na dereva hapa, acha nikupeleke kwenye nchi ya ahadi. Akataka kumkisi shingoni, jamaa akamdaka, akamwambia, kuwa mwelewa basi, mimi siwezi kufanya hivyo. Isabela akasema, leo nitakupa vitu ambavyo hautakuja kusahau kwenye maisha yako. Jamaa alivyoona binti haelewi, akamwambia, sina nguvu za kiume. Isabela akamuuliza, unasemaje? Akamwambia, ndio hivyo. Isabela akasimama kwa hasira akamwambia, kwa kweli siwezi kuishi na mtu ambaye umeme umekatika. Jamaa akamwangalia tu. Isabela akaondoka kwa hasira. Upande wa Luna, yeye akawa hana raha kabisa. Isabela alivyofika akawa anajichekesha kama hakuna kilichotokea huko ndani. Bibi akamwambia Luna naye aende. Luna akatamani hata kughairi kuenda unaambiwa. Maruko akiwa amekaa karibu na dirisha na angalia nje, Luna akafika na kusimama tu nyuma yake. Sasa jamaa alijua Luna atajiongeza na kuanza kumtomasa kama alivyofanya Isabela, lakini akakuta kimya. Ikabidi ageuke. Akamwambia, si unajua kilichokuleta? Luna akasema, ndiyo. Basi bwana, Luna ikabidi aanze kumfungua jamaa vifungo. Ila akashindwa kuendelea, akaacha ghafla, huku hofu ikizidi kumzonga. Yaani haka kanaonekana ni kageni kabisa kwenye hizi mambo. Ni shida tu zimekaponza. Akamwambia, samahani, mimi siwezi kufanya hivyo. Jamaa akamuuliza, kwa nini? Luna akasema, naogopa. Jamaa akamwambia, unaogopa kivipi sasa? Au kwa sababu mimi ni mlemavu unahisi sitoweza? Luna akasema, hapana, ila mimi kanisani kwetu walisema ni dhambi, alafu nipo kwenye siku zangu, samahani bosi. Jamaa akamshika mkono Luna, bibi akatetemeka unaambiwa. Jamaa akamwambia, usijali, mimi sitokulazimisha. Pia sitomwambia bibi chochote kilichotokea, sawa? Luna hakuamini unaambiwa.
akaondoka haraka, akashindwa hata asemeje asante au aseme nini. Alifika kwa bibi akiwa mnyonge kweli kweli. Bibi akasimama akawaambia, basi rudini nyumbani kwenu, nitawataarifu siku ya kurudi. Luna hakutaka hata mambo mengi, akaondoka chapu, maana alijua ameshavurunda huko ndani. Isabela akawa anawaza, mbona kama mchakato umekuwa mrefu namna hii? Nilijua itakuwa tu rahisi kuolewa na huyu mtoto wa kitajiri, ila ngoja nitajua cha kufanya. Bibi akawa anamwangalia tu. Isabela kwa aibu akaondoka zake. Baada ya miezi 9 ndio wakarudi unaambiwa, huku Isabela akiwa na mimba yake ya mchungu. Akamwambia bibi, kwa kweli ile siku ilizaa matunda, lakini maskini huyu mwenzangu hakupata hata kichefuchefu cha bahati mbaya. Isabela aliongea huku akimlingishia Luna. Bibi akawa anamchora tu, akachukua kisindano na kumchoma tumboni. Da! Kumbe aliweka puto bwana. Isabela akashtuka kweli kweli. Bibi akamwambia, unaniona mimi ni mtoto sio? Na kwa taarifa yako, najua kila kitu, lakini pia nimegundua upuuzi wako. Isabela akawa anajiuliza, ni upuuzi gani huo? Bibi akachukua simu yake akamuonesha picha akiwa na mwanaume mwingine wanakumbatiana. Isabela hakuamini anachokiona unaambiwa. Bibi akamwambia, hili zoezi limekushinda. Huu muda ulikuwa kwa ajili ya kuwachunguza. Niliwaweka wapelelezi wafuatilie ili nijue uvumilivu wenu. Na leo nitaenda kuwaonesha kitu ambacho kitaenda kuwashangaza na waambia. Bibi akaongea kwa msisitizo na kuenda pembeni yao. Luna akaona mambo yamekuwa ni mazito. Akaanza kujitetea. Akamwambia bibi, kiukweli bibi, mimi siku ile sikufanya chochote, ila mjukuu wako alisema nisiseme. Hauendani naye hata hivyo. Isabela akamdakuza. Muda wote bibi yupo kimya tu anawatazama. Basi Maluko akawa amefika. Luna akamsogelea ili amwambie kuwa kavunja ahadi yao ya kubaki na siri. Kabla hajaongea jamaa akamtazama Isabela na kumwambia, Luna anaendana na mimi. Akamwangalia Luna akamwambia, katika wanawake wote waliokuja, wewe ndio nimetokea kukupenda. Nimeona una sifa zote za kuwa mke wangu. Naomba usije ukakataa ombi langu. Luna akasema, lakini mimi ni maskini. Jamaa akamwambia, pesa si kila kitu. Tunahitaji utulivu, amani, upendo na hekima ili tuweze kuishi vizuri. Jamaa akatililika kweli kweli, mpaka mtoto mzuri akawa anafurahi unaambiwa. Isabela alishindwa kuvumilia, akapiga kelele akasema, mnanionaje labda kwa mfano? Yaani mimi nilivyo mrembo mnakuja kumpitisha huyu ambaye hana mbele wala nyuma. Ila ili kamgusa kabisa Luna, maana ni kimbaombao mwenzangu tu. Bibi akamwambia, Isabela, wewe ndio umeharibu, kwa hiyo usitulaumu sisi. Ili kosa ni lako, maana nilikupitisha ila umekuja kuharibu dakika za jioni. Ujaona mwenzako tangu mwanzo amekuwa mkweli na muwazi, haigizi maisha kama wewe. Luna akafurahi baada ya kusifiwa. Isabela akamkata jicho la mwana ukome. Luna akakosa raha kabisa. Basi Maluko akasimama kwenye kiti chake. Kumbe yakuwa mlemavu bwana. Kila mtu akashangaa. Isabela akasema, kumbe wewe ni mzima. Jamaa hakutaka kuongea, akampasia bibi yake kwa ishara aongee. Bibi akasema, ndio hivyo, mjukuu wangu ni mzima kabisa wa afya. Kwenye tangazo tulisema ni mlemavu, tulitaka mtu ampende na udhaifu wake. Lakini Isabela, ulikuja kwa ajili ya pesa tu, ili ukipata uende kwa huyo mwanaume wako. Luna ameonesha upendo na pia amekuwa muwazi na hana mambo mengi kama wewe. Kwa hiyo Luna ataolewa na Maluko. Jamaa akachekelea tu, akamshika mikono Luna na kumkumbatia. Ila sasa huu kumbatiaji wa Luna ndio unaniacha hoi kabisa mwenzenu. Itakuwa ni katoto kanisani haka. Bibi akawa anafurahi tu, mjukuu wake kapata jiko naambiwa. Upande wa Isabela moto kawaka. Akatamani hata kuwameza Luna na Maluko. Ndio hawezi sasa, maana hiyo sio shughuli yake, ni ya chatu tu. Kwa hasira akapiga kelele sana. Oh, nachoka mimi. Unaambiwa chunga tamaa mbaya. Bwana rikabu yetu imeishia hapa. Mimi ni Kapelekeshi. Tuambie kwenye comment umeionaje hii rikabu.